Asante kwa utakatifu ulio nao. Asante kwa matendo makuu ya ajabu. Mioyo yetu inakushangilia, mioyo yetu inakuhimidi jina lako lililokuu sana. Asante kwa sababu ya wakati huu Bwana umetuhudumia kwa njia ya sifa. Hata wakati Bwana tunatamani kula na kunywa mbele zako. Mungu uliye hai, ukanene nasi mchana wa leo. Ukanene na kila mmoja aliyeingia mahali hapa Bwana kwa kadri ambavyo umekusudia mwenyewe. Nami kanitumie kama chombo, maana ninanyenyekea kwako Roho aliye mtakatifu. Bwana ukaseme na moyo wangu, ukaseme na moyo wa mjoli wako aliyefika mahali hapa. Maana unalo kusudi la kutuhudumia Bwana. Asante kwa sababu Bwana hautatuacha bali utatuhudumia. Maana ni Mungu ambaye anapenda kutuhudumia. Nasi tunanyenyekea miguuni pako. Tuko tayari Bwana kupokea kutoka kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Hallelujah. 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 Mungu wa mbinguni awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pekee namshukuru Mungu kwa nafasi nyingine amenipa kusimama madhabahuni pake. Shukuru Mungu kwa sababu ya neema hii ya kipekee sana ambaye ameona yeye ni vyema iwe hivyo. Lakini pia namshukuru mchungaji wangu kiongozi kwa nafasi iliyonipa. Baba Mungu akubariki kwa nafasi hiyo ya kipekee. Kwa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa,
nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu, mcha Bwana, na aliyemwia alikuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na watoto na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na mwanawe. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa ilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtumishi wa Mungu, naye akasema, enenda ukauze mafuta haya, ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Kuna mwanamke akamwambia Elia kwamba, hapa tuko kwenye kipengele kwamba mtumishi wa Mungu amebeba majibu. Amen. Mwanamke yule alimwambia Elia kwamba, tazama, mimi mume wangu alishakufa na kuna deni anadaiwa, hana cha kulipa. Alichokuwa nacho ilikuwa ni mafuta tu. Lakini alipomwendea mtumishi wa Mungu wakati anamweleza, anamwambia, amekuja sasa, anataka wachukue watoto wangu au watumwa. Mtumishi wa Mungu akamwambia, una nini? Akasema, nina mafuta tu. Akasema, katake vyombo viwe vingi. Akaenda akataka vyombo vyote alivyovikusanya kutoka kwa majirani, vikajaa mafuta. Alafu mtumishi wa Mungu akamwambia, haya, nenda kauze ile yenye thamani ya kile unachodaiwa, alafu ile mengine utatumia na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Yule mwanamke amepata majibu kwa Elia aliyekuwa mtumishi wa Mungu. Alimwendea akiwa anajua kwamba huyu ninayemwendea ni mtumishi wa Mungu, kuna kitu ambacho nitapata. Aliona uthamani. Unapokiona kitu cha thamani, huwezi ukakiendea hivi. Lazima unakiendea wakati unajua kwamba hiki kinaweza kikanisaidia. Kwa hiyo mwanamke aliendea mtumishi wa Mungu Elisha akiwa anatarajia aseme kitu. Na mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda katake vyombo, na vile vyombo vyote vikajaa mafuta. Kumbuka wakati anamwambia mafuta nilionayo kwenye kichupa. Amen. Tunasema kwamba tuasumu kwamba labda ni kichupa kile cha 500 cha maji ndio kimejaa mafuta. Alafu mtu anakuambia, nenda katake vyombo vyote, uvikusanye pale, alafu aanze kumimina na mafuta kwenye vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akafanya kwa sababu anajua huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa neno hilo ambalo ameniambia, ngoja nikafanye, kwa sababu anatarajia. Kwa nini? Ameona uthamani. Huyu aliyeniambia ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amebeba majibu. Kuna vitu vingine hata kuna wakati mwingine tunakosesha thamani watumishi wa Mungu kwenye maisha yetu. Hata akikwambia kitu unaona kama hizi ni kawaida. Lakini kumbe pale ndio ungepishana na kile ambacho Mungu alitaka kujibu. Yule mwanamke aliona kwamba sasa huyo mtu anayeniambia nikamimine kwenye mafuta kwenye kichupa, anaweza kumimina kwenye pipa, anaweza kumimina kwenye madumu makubwa, si nimimine hivi. Huyo mtu inawezekanaje? Kwa nini asinipe fedha? Akiniambia, bwana, unadaiwa shilingi ngapi? Nadaiwa shilingi kadhaa. Haya, chukua madogo haya hapo mwanangu, nenda kalipe. Maneno sahihi sana. Ila kampa maelekezo, na yale maelekezo kwa sababu aliona uthamani, akaenda akafanya, na kweli majibu yake yakapatikana. Maneno sahihi sana. Kuna vitu vingine ambavyo vinahitaji mpaka uwe na mtumishi wa Mungu ndipo uweze kupata ufunuo, ndipo uweze kupata majibu. Amen. Kwa lazima tutambue hao watu ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna aliyeshikamana na mtumishi wa Mungu alafu Mungu akamwacha. Amen.
Alafu aliyemtolea Mungu akashikamana na mtumishi wa Mungu, alafu Mungu akamsahau. Mara nyingi anatushuhudia hata baba hapa, wakati bado hajawa mchungaji, alikuwa anaenda sambamba na watumishi wa Mungu, ndipo Mungu akamkumbuka.